The same story, new chapter. Tunapokutanisha mawazo ya watu, tunapoangalia yale yanayowakumba wao, kwani sisi hatujui ila ulimwengu wao unazungumza kitofauti. Najua wewe ni shujaa, najua wewe ni mpambanaji unayetaka vitu vya kutofauti kwenye jamii yako. Yapo yanayokufanya ufikirie sana zaidi na vile ambavyo ulivyo. Hii leo kwenye new story, the same chapter, wewe ni shujaa wetu. Basi ni kwa wakati mwingine tena na siku nyingine tena tunaendelea na simulizi ya rafiki yetu Jennifer, ambapo bado ana mengi sana ya kuendelea kutuambia, bado ana mengi sana ya kuendelea kutufumbua akili, hasa mabinti ambao bado hawajafika kwenye maisha ya ndoa, hawajaenda chuo, wafanyaje. Basi Jennifer anasema ana mengi ya kuzungumza, ana mengi ya kusema. Tulipoishia kwa siku ya jana, Jennifer anatuambia kwamba yeye Tony ambaye ndio mume wake ambaye anaishi naye japo hawajafunga ndoa, wanaishi tu ile kwa sababu nyumbani kwa wakafukuzwa. Kwa kaka yake alikuwa anakaa, lakini anaona kama kaka yake hataki akaendelee kukaa na nini. Kwa hiyo anasema alivyoondoka anaenda kuishi kwa Tony na maisha yaliendelea. Tony akiendelea kufanya kazi za huku na kule, hafanyi tena kazi ya utapeli wala ujambazi. Jana anasema Tony kweli alinisikiliza, maana nilikuwa namsihi sana. Anasema nilikuwa nazungumza naye mara kibao sana. Kwani nikimwambia kuhusu kwamba masuala ya polisi, nikamwambia mimi sina ndugu mwingine zaidi ya wewe. Kwa hiyo kama utarudi tena kufanya masuala yako ya utapeli ukaenda ukafungwa, basi mimi sina sali ya mtume. Umejua maisha yangu mimi yataribika kwa sababu mtu pekee ambaye niko naye ni wewe. Jina anasema maisha alienda na akafanikiwa. Tuni alifanikiwa kumpeleka chuo, akaendelea mwaka wa pili, anatakiwa malize miaka 3. Akaendelea mwaka wa pili. Jennifer anasema baada ya mwaka kipindi kile wanaishi maisha vizuri na nini. Tony anafanya kazi zake na mambo ya msona sana. Anasema Tony anajua vitu vingi sana kuhusiana na kompyuta. Anasema kompyuta ile ambayo ilikuwa inamuingizia pesa ilikuwa inawapa kila kitu na nini. Jennifer anasema imeibiwa. Jennifer ndo anatuambia maisha ndo yanapoanza kubadilika tena upya. Na Jennifer anasema imeibiwa huku mimi ni mjamzito. Jennifer alipata ujauzito. Anasema mimi ni mjamzito, alafu kompyuta imeibiwa, maisha yamekuwa magumu. Jennifer anasema tulipita katikati hapo kipindi ambacho kwa kigumu mno, kigumu sana. Jennifer anasema yani tulipita kipindi kigumu sana. Tony hajui anzie wapi, mimi sina ninachokifanya. Jennifer anasema nikimwambia Tony basi mimi nitafutie taifu 10 hela kidogo tu nianze kutengeneza hata mandazi. Yes, mimi najua kupika, nianze kutengeneza hata mandazi, niuze mandazi na nini. Jennifer anasema Tony hataki kusikia swala la mimi la kufanya kazi. Wakati mwingine Jennifer anasema wakati mwingine nilikuwa nawaza sasa if hataki mimi nifanye kazi hivyo, yani yoyote ile. Yes, ni swala ambalo nishamwambia muda mrefu sana, hata kabla hajaibiwa vitu. Nilikuwa naambia basi niuze viatu chuo, niuze nguo. Anambia mke wangu wewe soma maliza na nini. Sasa Jennifer anasema kazi ndogo ambazo, biashara ndogo ambazo alikuwa hataki mimi nifanye. Sasa nikaanza hata nikimaliza chuo nikaajiriwa atakubali mimi niende kazini? Sidhani. Sijui kama atakubali. Alikuwa anaonyesha ni mtu ambaye kabisa akubali na hilo swala. Jennifer anasema yani siku zilivyozidi kwenda, kiukweli maisha ilizidi kuwa magumu. Tony akawa anatoka enda kubangaiza huko, at least usilale njaa, wakati mwingine tukunywa uji. Jennifer anasema ni wakati mwingine ile inakuwa mbaya zaidi, yani tunajua kupata uhakika wa kula jioni. Yeye anasema tuweze kunywa chai asubuhi tena ikawa kavu na kiporo. Tukaja kupata uhakika wa kula usiku uko saa 4 saa ngapi. Jennifer anasema yani kulala njaa kabisa hatujawahi kulala njaa, ila tunachelewa tu kula. Lazima tujue kula na njaa, ila tunachelewa kula. Kwa sababu nikashinda na njaa na mimba yangu na nini,
hivyo Tony anapambana, saa nyingine anapata kidogo pesa kidogo, ananiletea tu mimi chakula, ananiambia amekula, sijui amekula kweli au anaona sijui ni vile nisije nikaendelea kuteseka na mimba yangu na nini hivyo. Kwa hiyo Jennifer anasema ni mimba ya kwangu nililea kwa tabu kweli, kwa tabu mno. Jennifer anasema yani sikujua, yani nilichoka. Chuo yenyewe Jennifer anasema kilichonisaidia tu, nilifanikiwa kumaliza mitihani ya mwaka wa pili. Nilivomalizana na ile mitihani hata sikuendelea tena mwaka wa 3. Jennifer anasema sikuwa na matumaini, sikuwa na nini, nilichoka. Jennifer anasema Tony na mwenyewe alibadilika. Alikuwa ni mtu ambaye ana hasira sana, anakasirika mara kwa mara. Wakati mwingine Jennifer anasema ananipiga na mimba yangu, tunabishana, ananipiga kidogo tu, ana panic, ananipiga. Hakuwa kama ilivyokuwa mwanzo. Jennifer anasema hapo ndo nilipokuwa nazidi kuchanganyikiwa zaidi. Yani maisha ni magumu, life linachanganya ndio, lakini na Tony naye amekuwa mkali, anakasirika, yani hayupo tena romantic kama alivyokuwa anakuja. Jennifer anasema kwa wakati ule nilikuwa sijui tatizo liko wapi. Jennifer anasema yani kuna wakati paka nikawa naanza sijui nitoe mimba. Nikawa nasema sasa nikitoa mimba nitaenda wapi? Acha nikitoa mimba nitaenda wapi? Jennifer anasema nikawa naendelea na wasiliana na mamangu, lakini siwezi kumwambia mamangu kama nina hali ngumu hivi, lakini kwa namwambia pesa mama mimi ni mjamzito, lakini sikuwahi kumwambia kama mimi nina hali ngumu, lakini kwa sababu niliona kama nitazidi kumstress, nitazidi kumpa wakati mgumu mamangu na nini. Lakini Jennifer anasema kuna siku mmoja tu amenipiga. Yani siku nyingine ananipiga tu kibao kimoja, piga viwili. Yani ananishika kifuani, ananishika go kwa nguvu hivyo, ananigombeza na nini. Lakini Jennifer anasema siku alinipiga. Yani alinipiga na alikuwa ananipiga vibao vya uso tu, nikawa mwekundu, yani nina alama usoni, siwezi hata kutoka nje. Anasema yani mimi na yeye tukigombana hivyo, yani baada ya kama nusu saa, kama so sisi tulikuwa tunagombana saa iliyopita. Lakini anasema siku zile alinipiga sana. Yani anasema nililia mpaka nikasikia tumbo linaniuma. Yani anasema siku ile ndo niliona kama mbona kama kwenye hii dunia najitesa, nateseka wakati wazazi wangu wapo hai, baba yangu yuko hai, mama yangu yuko hai, nina ndugu. Kwa nini nateseka kiasi hichi? Kwa nini naumia kiasi hichi? Inaponasema Tony mwenyewe alikuwa ameanza tabia kuchelewa kurudi nyumbani, yani akija ni kulala. Akija yani kikubwa yeye hakikisha kwamba mimi nimekula hivyo. Akija nikupana kitandani, yani amebadilika. Yani anasema siku moja nikampigia simu mamangu, alikuwa ni usiku sana. Ilikuwa ni usiku mida kama ya saa 5, inaelekea saa 6. Niko mwenyewe, Tony hajafika bado nyumbani, hajaja bado nyumbani. Yuko wapi sifahamu. Hana kazi. Najua tu anafanya vibarua na bananga, lakini so kazi ambayo itamfanya akae huko njiani mpaka saa 6. Jana anasema Tony tu alivyokuwa anapata pesa, alivyokuwa anafanya kazi, alikuwa nyumbani mapema, amerudi. Yani akichelewa sana njiani saa 2 lazima arudi. Ananiambia hata kama ana kazi atakuja kumalizia nyumbani, yupo radhi hata kama ana bando atumie bando lake ya connect kwa computer ili tu awahi kuja nyumbani. Ananiambia nimekumisi sio na nini. Jennifer anasema nilijuta mambo mengi sana. Nikawa nasema yani ningejua mimi ningeendelea kukaa Felix vizuri, sio nilitoka na wapi. Jana anasema nilijuta kwa kweli. Yeye anasema siku nimempigia simu mamangu, alikuwa amejira saa 5. Nilikuwa nalia sana, nalia mno. Jana anasema wakati mwingine nilikuwa nawaza hata mtoto wangu anaweza akafia tumboni au akapata shida, kwa sababu wakati mwingine stress na umia hivyo. Jana anasema nilimpigia mamangu simu, na nilipompigia mamangu simu ilikuwa ni usiku sana. Nadhani hata mamangu alishtuka kuona simu yangu usiku, na alivyoongea na mimi nikawa naongea sana huko nalia. Akawa ananiuliza unalia nini mwanangu na nini. Nikamwambia yani hofu yake kubwa alijua kwamba ninaumwa, japo sikuwa mimba ilikuwa na uchungu, lakini unajua mtu ambaye haikuwa fikia wakati wa uchungu wa kujifungua ndio, lakini mtu mwenye mimba muda wote anaugua, muda wote mtoto anaweza akazingua tumboni akaumwa. Lakini Jennifer anasema mimi sikuwa naumwa,
ni uchungu uliokuwa nao. Nilishindwa kuliendelea kulibeba peke yangu. Kwa hiyo Jennifer anasema niliona nimpigie mamangu, haijalishi ni usiku, babangu atakuwepo, lakini niliona nimpigie, nizungumze naye, nimwambie, niongee, nimsikilize mama yeye ataniambia nini. Jana anasema niliongea na mamangu akiwa na hofu sana, akiniambia kwamba ninaumwa, nimepata shida, lakini niliomba tu mama tabia za Tony ambazo ameanza kunionyesha, na nikamwambia paka amefikia hatua ananipiga kabisa, ananipiga. Ndio hatua ambayo tumefikia mimi na Tony. Yani kama sasa ninavyozungumza na wewe bado hajarudi nyumbani, na akirudi nikitaka kichapo, nikifanya makosa niulize alikuwa wapi, ametoka wapi. Ni changamoto nyingine ambayo nitaitafutia, tajikuta nimeishia kwenye kupigwa. Jennifer anasema mamangu alihuzunika sana, akanitia moyo, akaniambia kwamba atakuja kuniona akiweza. Jana anasema mamangu aliniambia atakuja kuniona, atafanya juu chini, atakuja kuniona kesho yake, siku inayofuata. Jana anasema kweli sikusita kumuelekeza mamangu sehemu ambapo mimi ninakaa, na anasema jana anasema usikule Tony alirudi akiwa na maajabu zaidi, kwa sababu nilikuwa namfahamu Tony sio mtu wa kunywa pombe zile za kulewa. Yani pombe anakunywa, lakini sio mkuti amekunywa pombe eti anayumba, amekunywa pombe anazungumza maneno ya toki mdomoni ya nini, no. Lakini Jennifer anasema siku zile Tony alikuja amewaka, yani amelewa kinoma. Yeye anasema alikuja amelewa, yani kiasi kwamba hata kupanda kitandani mimi ndo nilibidi nimsaidie ili aweze kupanda kitandani. Yeye anasema aliniongezea machungu. Nilikuta naendelea kulia. Yeye anasema sikutaka hata kufanyaje, hata asubuhi alivyoamka sikutaka kumuuliza kwa nini umekunywa pombe kiasi kile. Yani sikutaka kuuliza chochote. Sikuuliza chochote. Kuja anasema amekuja amelewa, nimempandisha kitandani, nimempunguza nguo, nimemvua viatu, nini. Amelala, ameamka asubuhi, amesema na mimi, ananiuliza naisikiaje, kanipa hela ya matumizi ya siku hiyo, akaniambia anatoka. Yeye anasema wala sikuuliza chochote, akatoka akaenda. Yeye anasema nilimwelekeza mamangu mimi ninapoishi, na nilimwelekeza mpaka akafanikiwa kuja. Yeye anasema mamangu alivyoniona alisikitika sana. Kiukweli jana anasema mimi ni yani mtu yoyote ambaye alikuwa ananijua angeniona, hata kama alikuwa ni adui yangu, lazima angenipatia huruma. Yeye anasema nini zile shida, mateso ananipitisha Tony, na nilivyochoka na hii mimba. Yani usomo kuzana kama bibi, nimekuwa kama bibi ambaye amekosa matunzo. Sema nimechoka vibaya mno. Yeye anasema mamangu alilia sana, akataka hadi kunichukua. Nikamwambia mama, mimi sina pa kwenda na wewe, sitaki nikuone wewe na baba mkikosana. Mimi naamini tu nipo siku tu atafanikiwa tena upya, atafanyaje, ataweza kuinuka tena. Kwa hiyo siwezi kuondoka pia kumwacha hapa, na sijamchoka, ila tu ni vile yeye alivyobadilika ndo itanipelekea mimi nichoke kuendelea kukaa na hii hali. Tuna maisha magumu, tubalika kuwa na maisha magumu ghafla, lakini labda aliyepaswa kubadilika ni mimi. Yeye anasema nilijuta, nikaambia kama mimi nisingekuwa na mimba, huenda mimi ningefanya vitu vya ajabu hata zaidi yake. Lakini namheshimu, hata kama nisingekuwa na mimba namheshimu, nampenda, nimeamua kuishi naye, lakini anaamua kunifanyia vitu vya ajabu. Yeye anasema nilikuwa nalia mimi, nikaambia mama namkumbuka hadi Felix. Namkumbuka. Alikuwa ananihudumia kwa kila kitu. Hakuwahi hata kusubutu kushika mkono wake kunipiga, hata siku ambayo amenifumania. Hakusubutu kunipiga. Hajawahi kunipiga. Hajawahi kabisa. Nimeyakimbia maisha mazuri mwenyewe, lakini nimeambulia nini? Nimeambulia nini kwa Tony? Hakuna nilichokiambulia zaidi ya kipigo ninachokipokea kutoka kwake. Madharau, sasa hivi sionekani kama nina maana yoyote, au kama mimi ni kipaumbele kwake, sijui. Yeye anasema mamangu alinibembeleza sana, akaniachia kiasi kidogo cha pesa. Yeye anasema hakikuwa kikubwa, lakini kiliweza kutusogeza kwa wiki kadhaa kwenye masuala ya chakula. Alikuwa anakuja anakuta saa nyingine nimepika chakula hivyo, na yeye anasema nilimwambia tu kwamba mama,
mama alitaka kuonana na mimi. Sikumwambia mama amekuja nyumbani, lakini nilimwambia wewe ametoka kuonana na mimi. Jana anasema wewe mimi nataka kuniuliza kama kwani umetoka hujaniambia. Na alikuwa ni yani, jana anasema mimi kipindi natoka nasoma chuo, nikichelewa ananifuata chuoni, getini ananisubiria, kwamba aone kweli nimechelewa, nilikuwa chuoni, nimetoka kwenye geti la chuo. Yeye anasema lakini hata kuniuliza, nikawaza kwa sababu anajua nimebeba mimba, anahisi labda kwamba sina pa kwenda kwa sababu mimi nina mimba. Jana anasema nikanyamaza, wala hata sikutaka kuuliza chochote kwa sababu sikutaka ugomvi. Yeye anasema mamangu nadhani anaenda kuongea na kakaangu kuhusiana na hali ambayo niko nayo, namba zaidi ni mjamzito. Yeye anasema kakaangu ni daktari, anajua vile mama mjamzito ambavyo anatakiwa apate lishe bora, apate nini ili mtoto asipate changamoto wala yeye asipate changamoto, aweze kujifungua salama. Jana anasema siku moja, yani mimi nipo tu nasikia mtu anagonga mlango. Alikuwa ni mamangu na kakaangu. Anasema ni kama baada ya wiki 2 hivi walikuja kakaangu na mamangu. Jana anasema kakaangu pale ndipo aliponisamehe rasmi. Nadhani mama alikuwa ameshaongea naye na kumwambia kila kitu. Lakini Jennifer anasema kakaangu alinipa kiasi cha pesa ambacho anasema tuliweza kulipa ta kodi ambayo tulikuwa tunadaiwa pale kama miezi 3. Tulikuwa tunadaiwa kodi ya nyumba. Akija anatuvuruga akili, afanye ndo maana mara nyingi hata alikuwa hataki kushinda nyumbani. Akija ananikuta mimi anafoka, anasema atatufukuza, haizi kulea watu ambao walipi kodi, nyumba ni ya kwake, sasa tujui bei ya tofali na nini. Kwa hiyo Jennifer anasema kakaangu alinipa pesa ambayo ile pesa jana anasema nilivyoipata tu baada ya kakaangu na mamangu kuondoka, yani nilivyoipata tu sikuwaza kitu kingine chochote kile. Yeye anasema nilienda kulipa kodi kwa yule mama kabla hata hajaja Tony. Sema nilipa kodi afu nikalipa na ya miezi 3 tulikuwa tunadaiwa na miezi mingine 2 mbele nilimlipa yule mama. Sikuweza kulipa miezi 3, niliona kama tutalemewa, tutashinda kufanya vitu vingine. Jana anasema nikabakisha pesa ambayo nikijua nitanunua vitu vya ndani vya kupika. Tanunua vitu vya kupika ambavyo vinaweza vikakaa muda mrefu, yani tutakaa na uhakika wa kula. Na huo ni ushauri ambao pia alinipa mamangu, kwamba ninunue vitu ambavyo labda ni unga, ni mchele, ni maharage, ni mkaa, hivyo ambavyo tutapikia vitakaa muda mrefu, tutatumia kwa muda mrefu, tuvihifadhi hivyo. Jana anasema usiku ile ambao usiku wake alikuja Tony, na mimi nilimpokea kwa furaha sana ili nimwambie kwamba tumeweza kulipa kodi na nini, nikiamini kwamba atafurahi. Lakini Jane anasema alikuja kweli, kampokea, nikapika chakula kizuri. Anasema Tony alikuwa anapenda sana wali wa samaki na parachichi, anapenda sana. Kwa hiyo Jane anasema siku nilipika wali wa samaki, parachichi, nimeandaa meza vizuri, ninajua ninakuja kumwambia kitu ambacho fariji, kitu ambacho kitakuwa kina furaha kwetu sote. Tumeweza kulipa kodi ambayo ilikuwa inatusumbua, lakini pia tuna pesa kidogo ambayo tunaweza tukanunua akiba ya chakula. Yanasema siku zile ya kuata amelewa, alikuwa mzima na akili zake timamu. Yanasema nilimpokea kwa furaha kweli na nikamueleza. Yanasema alisukuma ile meza ya chakula huko, akasukuma meza, akanivuta, akaanza kuniambia hivi, wewe unadhani mimi nimeshindwa kufanya yoyote? Jana anasema nilikuwa ninalia nikimwomba msamaha, nikimwambia Tony nimhurumie basi hata mtoto, usinipige tafadhali, unaweza ukaniumiza ukamuumiza mtoto. Jana anasema nilimuomba, alinikuwa amenishika kwa nguvu, hakunipiga. Jana anasema hakunipiga kiusema kwa ile siku nilimuomba sana, nikamwambia mhurumie mtoto kama Yesu kunihurumia mimi. Lakini anasema kwa jinsi alivyokuwa amenishika kwa nguvu mpaka nilivilia damu kwenye mikono, huku shingoni, yani amenivuta kwa nguvu. Ananiambia kwamba unadhani mimi umeenda kulia shida kwa ndugu zako, umeenda kulia shida kwa mamako na kakako, ili nionekane mimi nimeshindwa kukulea, nionekane nimeshindwa kukaa na wewe, nionekane. Anasema niliomba tu msamaha, nikamwambia tunaomba nisamehe, sikuwaza hata kufanya hivyo, mimi nilifanya tu kwa mapenzi ili basi tuishi maisha mazuri. Lakini Jana anasema haikuwa hivyo kwa upande wake. Basi Jana anasema nilivyoona na yeye anazidi kumwomba msamaha, anaacha kunisaidia, nikavuka sasa na mimi nikaanza kumwambia ndio
Ni kweli umeshindwa. Mara ngapi tunashinda nje hapa siku nzima hatuli, tukuja kula usiku. Mara ngapi wewe unaenda huko unakunywa pombe, huna upendo na mimi, unanipiga, unanifokea muda wote. Mimi ndo nimeiba laptop yako, mimi ndo nimekukosesha kazi, mimi ndo nimefanya hivyo, au unahisi labda mimi ndo nimekuzuia nifanye. Jana sema nikamwambia sasa kwetu mimi nimeruhusiwa kwenda, nitaondoka ili ubaki na amani, ili uone kama mimi sikuboxa, sikufanyaje. Mimi naondoka kesho, pakipambazuka, pakiwa tu jua limechomoza, naenda kwetu. Hasira za wazazi wangu zilishaisha, naondoka, naenda kwetu. Yes, baada ya kuomba muda mrefu sana, nimeomba kiunyenyekevu muda mrefu, lakini naona inaendelea kunibinya, inaendelea kuniumiza, na inaendelea kunishika kwa nguvu mpaka nilivilia damu. Itakuwaje? Jennifer ataondoka, ataenda kwao kama anavyosema, au ni biti tu ambazo anampiga Tony? Tutaendelea kwa siku ya kesho. Mimi ni Madam T, nataka jioni njema.